Sasa hapa tulipo nimesimama kwenye daraja la Kijazi au Kijazi intersection kama ambavyo wengi tunavyoifahamu. Ni wilaya ya Ubungo ambayo mimi ndiye mkuu wa wilaya ya Ubungo. Na leo ni siku ya uhuru ambapo maelekezo ya serikali ni kwamba siku ya leo tuitumie kwa mapumziko ili kila Mtanzania apate muda wa kutafakari na kufikiria juu ya uhuru wetu na amani ya taifa letu. Kwa hapa nilipo nimeona kwenye mitandao mbalimbali wakionyesha picha kwamba kuna maandamano yanaendelea, kuna vurugu zinaendelea. Jambo ambalo ningependa sana kulisema nikiwa ndiye mkuu wa wilaya ya Ubungo mwenye dhamana ya kusimamia usalama wa wananchi pamoja na mali zao, hali ni shwari kabisa kama ambavyo mnaweza kujionea. Hakuna vurugu zozote, hakuna maandamano yoyote ambayo yamefanyika. Na hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Watanzania wanatambua umuhimu wa amani. Watanzania wanatambua. Na hata leo utulivu ambao unaonekana ni kwa sababu ya Watanzania wenyewe kwa mapenzi yao kwa nchi yao. Sasa wale ambao wanasambaza taarifa kwenye mitandao ya kijamii, mpaka nchi za jirani kuna ambao wanatoa taarifa kwamba kuna vurugu zinaendelea katika nchi yetu. Kwa wilaya ya Ubungo hapa ninavyozungumza sasa hivi, hali ni ya amani sana. Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ndio maelekezo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais, ndio maelekezo ya Waziri Mkuu wetu na viongozi wengine katika taifa letu kwamba tuzingatie na tuilinde amani yetu. Sasa niko hapa kuwatoa hofu wana Ubungo na pia kupeleka taarifa kwa Watanzania wengine ambao wako nje ya wilaya ya Ubungo kwamba hali ni salama, hali ni shwari, raia pamoja na mali zao wako salama. Tuepuke upotoshaji. Mtu anaandika kwamba tukutane Magomeni, tukutane Manzese, tukutane Ubungo, tukutane Kimara, twende tukaongeze nguvu. Hakuna kitu kama hicho. Sisi sote ni taifa moja. Sisi sote tuna kila sababu na tuna kila wajibu wa kulilinda taifa letu. Kwa hiyo nitoe hofu kwamba hakuna vurugu, hakuna changamoto zozote ambazo zinaendelea katika wilaya ya Ubungo, na mimi naendelea kutoa rai kwa wananchi wote tuungane na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunalinda amani ya nchi yetu. Yale yote ambayo yamekuwa yakizungumzwa, masuala ya katiba mpya, Mheshimiwa Rais ameshatoa commitment, ameshatoa maelekezo kwamba mchakato wa katiba mpya utaendelea. Kuhusu masuala ya vijana, Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi, ameunda wizara maalum ya kushughulikia masuala ya vijana. Na sisi huku katika wilaya tumeshabeba maelekezo ya Mheshimiwa Rais na kazi yetu ni utekelezaji. Kwa hiyo tusiruhusu watu ambao hawana nia njema na taifa letu kuingiza ajenda zao. Lengo ni kutuvuruga. Lengo ni kutuvuruga tu. Sasa wanapoona kwamba hawapati nafasi hiyo, tunaendelea kusimama imara, kushikamana, wanaleta taharuki, kutoa taarifa ambazo ni uongo. Taarifa hizo sio za kweli. Ubungo iko salama, hakuna mahali ambapo vijana wamejitokeza kusema wanafanya vurugu. Vijana wanaelewa kwamba tayari Mheshimiwa Rais ameshaunda wizara yao. Kama wana masuala yao, kama wana mambo yao ambayo wanataka yasikilizwe na yapo, tayari wizara ya kuzungumzia masuala haya na kushughulikia ipo, na naamini vijana wataitumia vizuri fursa hiyo.